الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ndugu washiriki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyote katika mwendelezo wa mafunzo yetu haya, ambapo leo tutakuwa tunaangalia zaka ya madini. Kwa hivyo tutaangalia juu ya mada hii inshallah taala mpaka pale muda utakapokuwa umekamilika, umetimia. Kama mnavyofahamu ya kwamba shughuli za madini ni moja katika shughuli za kiuchumi ambazo watu wanapata riziki zao kwa uchimbaji wa madini. Na nchi yetu, nchi ya Tanzania na nchi nyinginezo duniani zimepata neema kama hii ya kuwa na madini katika maeneo tofauti, madini ya aina tofauti tofauti, na kama nilivyoashiria ni moja katika shughuli za kiuchumi za watu wanajishughulisha na uchimbaji wa madini. Kuna wachimbaji wadogo, kuna wachimbaji wa kati, wachimbaji wakubwa. Ni jambo linalofahamika katika sekta za uzalishaji katika nchi. Kunakuwa na hii sekta kubwa kabisa ya madini mpaka kama mnavyofahamu, nchi nyingi ziko na wizara za masuala ya madini na uchimbaji wa madini na vitengo vya uchimbaji wa madini, na kuna wakala mbalimbali zimewekwa kwa ajili ya masuala haya ya madini, ya kupima ubora, ya kufanya hivi na vile. Kuna wadau wengi wako katika sekta hii ya madini, upande wa mamlaka zinazosimamia na upande wa wale wanaofanya shughuli ya moja kwa moja. Kwa hivyo ni muhimu kujua kadhia hii kuhusiana na zaka inatazamwa vipi. Zaka inawajibika au haiwajibiki katika shughuli hiyo? Hapa hatutozungumzia wafanyabiashara wa madini, kwa sababu wafanya biashara ya madini wao wanaingia katika hukumu ya mfanya biashara. Hatuzungumzii leo wale traders ambaye anakwenda kununua tu kutoka kwa mchimbaji. Yule ni mfanya biashara moja kwa moja. Kwa hivyo anatakiwa kutoa zaka kwa mujibu wa zaka ya biashara, kwa kuwa anakwenda kununua kwenye minada au analetewa na wachimbaji, ananunua kwa mchimbaji, anaendelea na shughuli zake nyingine. Okay, kama ni kuiprocess kutengeneza kitu fulani cha thamani, au kama ni kuiuza kama ilivyo na kadhalika. Kwa hivyo katika mlolongo wa sekta ya madini kuna wachimbaji, okay, na kuna hao wanunuzi traders. Wao kazi yao kununua, hawana vibali vya kuchimba, hawana sehemu za kuchimba. Okay, hawa ni traders, wafanya biashara, wako katika maeneo husika, ima kwenye minada au karibu na maeneo ya wachimbaji. Wao kazi yao kununua tu na kuendelea na shughuli nyingine. Wao mada hii ya leo haiwahusu traders. Hii inawahusu wachimbaji. Mada ya leo inawahusu wachimbaji, wale ambao ndio wanachimba. Na katika wachimbaji kuna wachimbaji wakubwa, kuna wachimbaji wadogo, ambao ni wengi sana, wachimbaji wadogo wadogo ambao miongoni mwao tupo kama Waislamu. Tunahitaji kujua
uh, swala la kisheria juu ya shughuli hiyo. Tukianza na ufahamu wa madini, ni kwamba kilugha madini ni vitu vya thamani vinavyopatikana ardhini. Chuo anatuambia kwamba ni kitu chenye thamani kinachopatikana kwenye ardhi. Kisheria, kuna sehemu mbili, kwamba ni sehemu katika ardhi ambayo vitu vya thamani hupatikana. Okay. Na kile kinachotolewa katika ardhi, okay, kwa kisheria ni kitu cha thamani kinachopatikana katika ardhi kama vile dhahabu au fedha au chuma au kopa au mafuta au gesi na vinginevyo. Okay. Kwa hivyo yote inamaanisha kwamba ni madini, sehemu katika ardhi au kile kinachotolewa katika ardhi. Kwa sehemu katika ardhi ambavyo vitu vya thamani vinapatikana, hiyo pia inafahamika kisheria kwamba eneo hilo la ardhi ambapo vitu vya thamani vinapatikana, hapo hiyo ni madini. Lakini vile vile, kuna ufahamu wa kisheria ni kile kinachopatikana katika ardhi hiyo ambacho kina thamani kinachotolewa katika ardhi. Ibn Qudama anasema madini ni chochote kile chenye thamani ambacho Allah amekiweka ardhini na hupatikana kwa kuchimbwa. Yani kuna effort ambayo inafanyika, kuna juhudi ambayo inafanyika katika kukipata kitu hicho chenye thamani, sio kitu tu ambacho pengine kiko tu juu juu hivi na kadhalika. Mfano madini ya dhahabu, almasi, mafuta, gesi, chuma, madini mengine ya viwandani. Okay, kwa hiyo ndio tafsiri ya 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 zaka, na wanachuoni wanakubaliana juu ya kuwajibika kwa madini, zaka ya madini, lakini wanatofautiana, kama wao tutakuja kuona katika aina za madini na kadhalika. Kwa hiyo msingi wa kuwajibika zaka ya madini ni kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo ya kwamba, yenye mlioamini, toeni katika vizuri tulivyoruzuku na tulivyowatoleeni katika ardhi. Okay, kwa hivyo aya hii ndio wanachuoni wanasema ni dalili inayoonyesha kuwajibika kwa kutoa, mtu atoe sehemu katika kile anachokipata kutokana na vinavyopatikana ardhini. Katika hivyo kuna mazao, katika hivyo kuna madini. Kwa hivyo madini yanawajibikiwa na zaka. Sasa ukija kwenye uh, zaka ya madini, kuna kauli tofauti za wanachuoni kuhusiana na, je, madini yote au baadhi, na kama ni baadhi, vipi juu ya yale mengine, madini mengine inakuwaje? Sasa kauli ya kwanza ambayo inayozungumzia kadhia hii ya madini, Imamu Abu Hanifa anaona ya kwamba ni madini, ni gold na silver tu, ni dhahabu na silver ndiyo yanayowajibikiwa na zaka, na hakuna zaka katika madini nje ya hayo. Nje ya hayo hakuna zaka, badala yake kunatolewa humus. Kunatolewa humus, madini nje ya zaka, nje ya gold and silver hayatolewi zaka, bali yanatolewa kile kinachoitwa hums, ambayo ni 20%, na iwapo masharti yafuatayo yamezingatiwa. Kwanza, yawe madini hayo yamepatikana katika moto au joto. Yani hayo madini mengine ukiacha dhahabu na silver, yawe yanapitia katika process kama hizi process za dhahabu na silver, yani yanapatikana katika joto, yawe yanapitia katika ile processing yake, katika kuchomwa na kadhalika. Okay. Madini ambayo hayahitaji moto au joto hayana humus. Okay, kama unavyozungumzia pearls, rubies, okay, na mawe mengine
pamoja na vimiminika kama vile maji, chumvi, bitumen na oil. Hizi hazipitii process ya moto. Unaweza kuchimba ukapata kisima cha maji. Kisima cha maji yanatoka ardhini, lakini maji hayana zaga wala okay, wala hayana humus kwa mujibu wa Imam Abu Hanifa, sababu hayapitii process yoyote inayohusisha moto, okay, au chumvi, okay, haipitii katika process hizo. Kwa hivyo hili ni sharti la kuzingatiwa katika kuapply hii humus. Okay. Madini mengine yasiyokuwa dhahabu na silver yatatolewa 20% hums. Okay. Iwapo madini hayo yanapitia katika moto au joto. Okay. Katika process yake ya kusafisha au kuongeza thamani na vitu kama hivi. Kwa hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, mchimbaji awe ni mtu ambaye anastahili kupewa ngawira ya vita, yaani awe Muislamu au dhimmi, ima kijana au mzee, haina tatizo, lakini kubwa awe Muislamu. Mchimbaji awe Muislamu ambaye anastahili ngawira ya vita. Madini hayo yanapatikana katika ardhi ambayo haimilikiwi na mtu binafsi. Madini hayo nje ya gold na silver ambayo yatakuwa chini ya 20% hayamilikiwi na mtu binafsi. Okay. Kwa hivyo huo ndio ufafanuzi kauli ya kwanza. Na katika madini haya ambayo yako chini yanatolewa khums, hayana swala la mwaka wala nisab. Anasema hakuna swala la mwaka wala nisab. Okay. Na hakuna swala la mwaka wala nisab. Kwa hivyo muhimu ni kwamba yamekidhi tu sharti ya kwamba yamepatikana au yawe yanapitia katika moto au kuna joto ambalo inasafisha kama inavyofanywa kwenye upande wa dhahabu. Kwa hivyo kama copper au kama chuma vinapitia katika moto, iron and copper. Kwa hivyo haya yanatolewa zaka, yanatolewa lakini sio zaka kwa mujibu wa Buhari. Yanatolewa kitu kinachoitwa humus ambayo ni 20%. Okay, 20%. Iwapo yametoka katika ardhi ambayo haimilikiwi na mtu binafsi, na kama unavyojua ardhi kwa upande wa Tanzania, ardhi yote ni milki ya serikali. Sisi tunapata leases tu. Kwa hivyo kwa upande wa Tanzania kusema sharti hili limekidhiwa kabisa. Ardhi zote za madini ni milki za serikali, watu wanapewa rights tu za kuchimba au wanakodishwa, okay, kwa matumizi ambayo tunatumia. Hata nyumba zetu tunazoishi hizi kwa sheria za Tanzania ni leasehold. Tuko kwenye kukodisha tu, tumekodisha hizi ardhi kujenga tulivyojenga. Na ndio maana unakuta hati zetu zitakwambia hati hii ya miaka 33, miaka 66, miaka 99, na ikiisha huo muda unatakiwa ukarenew. Kuna visa hususan katika nchi jirani ya Kenya ya watu kupoteza majumba yao kutokana na kuto kurenew hizo leasehold zao. Mtu amekaa vizazi na vizazi hapo, wamekuja watoto, wamekuja wajukuu, miaka 99 imeisha, watu hawajui wamekurenew. Serikali mara watu wasiokuwa waaminifu kwenye serikali wanaona viwanja kama hivyo, jamaa hajakuja kurenew, mara ashakuwa allocated mtu mwingine. Okay. Japokuwa sheria huwa zinataka wale wanaokaa pale wapewe priority ya kurenew. Kama nilivyosema, kuna mambo yanafanyika kinyume na maadili. Kuna baadhi ya watu katika nchi jirani ya Kenya wamepoteza majumba yao kwa kuto kurenew hizo leases. Nalitaja hili kutahadharisha tu, huwa tunajisahau wengi wetu katika mambo haya ya lease, na kwa sababu hakuna hivyo visa kwa upande labda wa Tanzania au haviripotiwi,
pengine vipo lakini haviripotiwi na vyombo vya habari, ukilinganisha na nchi jirani hapa. Tumekuta watu wanakuja kuwa evicted kwenye majumba ya wazee wao. Kwa nini? Kwa sababu leasehold iliisha na hawakurenew, kwa serikali imemwallocate mtu mwingine, na inapokuja yale madai ya kusema kwamba lakini sisi tuna haki ya kupewa, haki ya kwanza ya kupewa ni sisi, serikali, na kwamba tulituma barua katika postal address za yule muombaji wa kwanza. Imagine leo nani anatumia posta. Imagine watu hawatumii posta, watu hawaendi kufungua masanduku ya posta au hayo maboksi ya posta yenyewe watu wala na habari nayo. Kwa hiyo kama tulituma barua huko na tukatoa deadline, hatukupata majibu, kwa hiyo tumeendelea na kumpa mtu mwingine. Kwa hivyo nimeona tu nitahadharishe jambo hili, sababu linaweza kuja kutugharimu huko mbele tusipokuwa waangalifu, kwa kuwa sehemu kubwa ya ardhi ya Tanzania tunazopewa ni leasehold, kwa ina expiry, unatakiwa ikiisha ukarenew. Naam, tuendelee sasa katika zaka. Kwa hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, Imam Malik na Imam Shafii eh, wao vile vile wanakubaliana na Abu Hanifa kwamba ni gold na silver tu, gold na silver tu, na wao pia wanasimama na ni gold na silver tu. Mchimbaji wa Muislamu na madini hayo, lakini yawe yana nisab, yamefikia nisab. Wametofautiana tu na Abu Hanifa katika kadhia ya nisab, okay, kwamba yawe na nisab, nisabu ipo. Okay. Kwa Imamu Abu Hanifa kwenye gold na silver ukivuna hakuna swala la nisabu wala nini, unatakiwa utoe. Lakini uh, Imam Malik, Imam Shafi anasema lazima amefikia nisabu, lakini vile vile baina ya Imam Malik na Imam Shafi vile vile wametofautiana katika kadhia ya mwaka. Je, anayo mwaka haul au hayana haul baada ya kuvuna? Unatakiwa utoe zaka hapo hapo au utoe zaka baada ya kuyapata baada ya mwaka? Imam Malik anaona hakuna swala la mwaka kama ilivyo Abu Hanifa, hakuna swala la mwaka kivuna, okay. Lakini Imam Malik yawe amefikia nisab, okay, inatoa zaka hapo hapo. Umechimba the process, umepata gramu kadhaa zilizofikia nisab, basi utatakiwa utoe zaka yake. Imamu Shafi anaona ya kwamba swala la mwaka lipo. Kwa hivyo ukishakuwa umepata hayo madini, okay, iwe ima umekaa nayo mwaka au thamani yake ni kama umeuza ile fedha, umepata ile fedha iwe imekaa mwaka, iwe imekaa mwaka. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti yao baina ya Imam Malik na Imam Shafi'i katika kadhia ya dhahabu, uchimbaji wa dhahabu na silver. Na vile vile wametofautiana katika kadhia ya deni eh, juu ya kama mtu ameingia gharama na madeni katika uchimbaji. Imam Malik anaona kwamba deni halitolewi katika madini, okay, kabla ya kufanya hisabu ile ya zaka. Kwa hivyo wewe umevuna, umepata machima madini, umepata yamefikia nisab, iwe una deni unadaiwa na nini, halitolewi, okay, katika kufanya hisabu ya madini hayo. Ama Imam Shafi anaona deni linatolewa kabla ya kugawa hiyo zaka. Kwa hiyo tukishakuwa tumepata madini tuliyopata, okay, na thamani yake ni kiasi kadhaa, lakini tuna madeni, tunatakiwa tutoe hayo madeni, kinachobaki kile ndio sasa tukifanyia hesabu ya zaka. Kwa hivyo hizo ni uh, uh, tofauti baina ya wanazuoni hao wawili katika kadhia ya deni katika madini. Ukiangalia kauli nyingine, Imam Ahmad ibn Hanbal, yeye anaona madini yote yanawajibikiwa zaka,
madini inawajibika zaka inawajibika kwa madini yote kwa masharti yafuatayo. Madini yote yanayopatikana ardhini ambayo yana thamani, kwa hiyo yawe yana thamani. Chote kinachopatikana ardhini ambacho kina thamani. Hii inajumuisha hata mafuta, bitumen, sulfur, na hata mawe yenye thamani kama marble na kadhalika. Kwa hivyo kwake yeye ni gesi, iwe ni katika madini katika sura ya gesi, katika sura ya kimiminika au yabisi, yote vinawajibikiwa na zaka. Na sharti la nisabu lipo, ikiwa ni dhahabu na silver ziwe zimefikia nisabu. Okay, zote ziwe zimefikia nisabu. Na kwa upande wa dhahabu nisabu inafahamika, gramu 85, silver gramu 595. Ama haya madini mengine kwa madhhabu ya Imam Ibn Hanbal, inachukuliwa thamani yake hiyo imefikia thamani ya dhahabu. Okay, hiyo imefikia thamani ya dhahabu. Kwa hiyo kwa mfano kama ni Tanzanite, umepata Tanzanite, ile Tanzanite ambayo umeipata iwe imefikia thamani yake sio chini ya thamani ya gramu 85 za dhahabu. Okay. Lakini pia kuna kauli ya kwamba haya madini mengine sio lazima yamefikia nisabu. Na kauli ambayo vile vile nasema madini mengine sio lazima yamefikia nisabu. Pia hii kauli ipo katika madhhabu haya ya Imamu Hambali. Kwa hiyo kuna kauli mbili au zaidi kuhusiana na madini mengine, hiyo yamefikia nisabu, yamefikia nisabu. Kwa hiyo wako ambao baadhi ya wanazuoni katika Hambali ambao wanaona yawe yamefikia nisabu, madini mengine haya yawe yamefikia nisabu ambayo nisabu yake iwe sawasawa na thamani ya nisabu ya dhahabu. Na wapo wengine katika madhahabu haya wanaona ya kwamba kwa haya madini mengine hayana kadhia ya nisabu, utakachokuwa umepata utatoa. Mchimbaji awe na sifa ya kulipa zaka kwa maana wewe Muislamu. Okay? Na kwa Imam Hanbali wanaona haina mwaka. Kwa hivyo kuna swala la mwaka, ni swala la ukichimba, utatoa zaka yake baada ya kuwa umepata kiwango ambacho kimefikia nisabu kwa upande wa dhahabu na silver. Kama ni haya mengine kama tulivyoeleza, wametofautiana wanachuoni hapo, lakini muasira wanachuoni wa sasa hivi kwa mujibu wa Ayofi tunaweza kusema ambayo ndio wanazuoni wa sasa, msimamo ni kwamba madini yote yana dhahabu. Kwa hiyo wao wanakubaliana, wameegemea katika kauli ya Imam Ibn Hanbali. Wanazuoni kwa mujibu wa sheria standard ya Ayofi, wao wanaonekana wamechukua msimamo wa Imam Ibn Hanbali. Na pia wao wamechukua msimamo wa kwamba yanayo nisabu, madini yote yanayo nisabu, na nisabu hiyo ni gramu 85 za dhahabu. Gramu 85 za dhahabu, na kiwango chake cha utoaji ni 2.5, na hayana mwaka. Kwa hivyo utakapokuwa umechimba, mfano kama ni Tanzanite, thamani yake imefikia thamani ya fedha ambazo ni sawa na gram, afwan, hapa kuna makosa kidogo, imeandika kilograms lakini sio kilograms of gold, hizi ni grams. Typo kidogo hapa. Na ukisoma hapa utaona imeandikwa kilograms, but these are grams, 85 grams, so kilogram. Kwa hivyo hii ndio naweza kusema kauli ya wanazuoni wa Ayofi, zuoni wa zama zetu za sasa, wanaona ya kwamba madini yote yanayo zaka, na
iwe tu yamefikia kiwango, thamani yake imefikia kiwango ambacho ni sawa na thamani ya fedha ambayo ni sawa na gramu 85. Kwa hiyo kwa mfano unazungumzia umevuna Tanzanite, umevunja Tanzanite, umepata Tanzanite um, thamani yake labda milioni 20. Okay. Sasa hii unakuta ni hii milioni 20 kwa hesabu ya sasa hivi ya dhahabu, gramu 85 ya dhahabu ni takriban milioni 30 na kitu, 31 na usheni. Kwa hivyo huyu atakuwa hiki alichokivuna hakijafikia, lakini swala linalojitokeza ni swala la kwamba je, ni katika kila uchimbaji au katika kipindi cha uchimbaji? Yani katika kila uchimbaji au katika kipindi cha uchimbaji. Hawa wanachuoni wa Ayofe wanasema ni katika kipindi cha uchimbaji, sio katika kila vile umechimba labda leo umepata gramu au kilogramu kadhaa, ukachimba na kesho ukapata kadhaa, kwa maana haitazamwi ile shughuli ya siku ya leo tumechimba tumepata kadhaa. Kinachotazama ni ule muda, maadamu ni ndani ya muda, hakukuwa na kipindi kirefu baina ya chimbo la kwanza na chimbo linalofuata, basi zinajumuishwa. Kwa hiyo hata kama umechimba wewe leo ukapata gramu kadhaa hazijafikia nisabu, lakini ukachimba kesho ukapata gramu tena kadhaa hazijafikia nisabu, tutajumuisha na chimbo la jana na leo na linalofuata tutajumuisha, kwa kuwa hakukuwa na muda mrefu wa upatikanaji baina ya chimbo la kwanza na chimbo la pili na chimbo la tatu. Lakini kama uchimbaji ulikuwa umesimama, ulichimba mara ya kwanza, alafu uchimbaji labda ulisimama kwa muda fulani, okay, na labda hichi ulichochimba mara ya kwanza kikufikia nisabu, alafu ukasimama kwa muda, okay, then hiyo itachukuliwa kwamba huu ni muda tofauti. Okay, kwa hivyo kwa wale ambao wanachimba kila mara na wanapata kiwango kidogo kidogo, ima cha dhahabu au cha madini mengine, ambayo baadaye mwisho wa mwezi labda wanakuja ku accumulate kile chote walichokipata, hawa inachukuliwa hesabu ya zaka katika huo ujumla wake, sio katika kila uchimbaji, kila siku ya uchimbaji na kadhalika. Nafikiri itakuwa imeeleweka hiyo, kwa sababu huo ni uhalisia ambao pia upo katika shughuli za uchimbaji. Mtu ameingia leo, amechimba, amepata labda gramu 2, kesho ameendelea labda akapata gramu 5, au wiki ijayo akapata gramu kadhaa. Wakati mwingine hata sio siku, bali hata mawiki inaweza yakachukua mtu kupata. Okay. Lakini mwisho wa siku ile 2 na hii 3 na ile gramu 5 6 anakuja anazicombine. Okay, akija akizicombine anajikuta labda ana gramu 100. Okay, kwa hiyo kadhia ya zaka itachukuliwa katika hii combined value, sio kusema kwamba nilichuma 2 kwa hiyo haina zaka, nikachuma nikapata tena gramu 5, hizi pia zina zaka, nikapata gramu 10 hazina zaka, ikawa hivyo. Hapana. Combined, as long as upo katika uzalishaji, haukusimama uzalishaji baina ya kipindi kimoja na kipindi kingine wakati wa uchimbaji, kwa hivyo hiyo inahesabika kuwa ni uchimbaji mmoja tu, itofautishwe. Kwa hivyo hiyo ndio kadhia ya masala ya zaka, na hii ndio rai ambayo mimi naendelea kushauri watu tuifuate katika utoaji wa zaka. Tufuate rai hii ya Contemporary Scholars ya Ayofi, ambayo inazungumzia kwamba madini yote yatatakiwa kutolewa zaka
itakapokuwa imefikia thamani ya fedha ambayo inafikia gramu 85 za dhahabu, na kiwango chake cha utoaji ni 2.5 na haina mwaka. Hakuna swala la kusubiri mwaka. Okay. Kama kuna gharama huwa zinatolewa, kama kuna madeni huwa yanatolewa, kinachopatikana ndio kinatolewa zaka. Kwa haya tumeshaeleza haya. Tushaeleza Imam Shafi, Maliki, Ahmadi, Karadhawi, Az-Zuhaili wote wanakubaliana kwamba kuna nisabu katika dhahabu na silva, ukimwondoa Abu Hanifa. Kwa hizi silva na dhahabu nisabu zake zimethibiti kabisa. Okay, kwa rai yenye nguvu ni kwamba madini yote yanapochimbwa, kuwajibika kwa zaka yake imefikia nisabu. Okay. Ama swala la mwaka, rai yenye nguvu vile vile ni kwamba haina kupindukia na mwaka, japokuwa kama tulivyoona baadhi ya wanachuoni, nafikiri Imamu Shafi anaona ya kwamba ni kutoka pale ulipopata, iwe yale madini umekaa nayo au thamani yake umekaa nayo kwa muda wa mwaka mzima, ikiwa ni imefikia nisabu au zaidi ya nisabu. Kwa hiyo rai yenye nguvu ni kwamba hakuna hauli. Utakapokuwa umejipata, kama umeuza, kama umehifadhi, okay, imefikiwa nisabu, utatakiwa utolee zaka yake. Ama utoaji wake, kama tulivyoona Abu Hanifa yeye ndo pekee anayeona ya kwamba madini mengine, yani kama Tanzanite au diamond na mengineyo iron na kadhalika, kwamba haya hayatolewi zaka bali yanatolewa humus, na na kama itakuwa ni khums, uh, basi swala la nani anapewa inakuwa tofauti ukilinganisha na wale wanaopewa katika zaka, kwa sababu kwenye humus kila mtu anaweza kunufaika nayo, awe Muislamu au sio Muislamu. Okay, anaweza kupewa katika khums, um, uh, bila kuzingatia yale makundi nane yanayopewa au tunayofahamu wanaostahili kupewa katika zaka. Lakini wanachuoni hao wengine, Imam Ahmad na Imam Malik, wanaona ya kwamba ambao wao wanaona kama wanaopewa ni wale wanaostahili kupewa zaka kama Imam Ahmad. Na hata wanachuoni wa sasa hivi contemporaries wanaona ya kwamba wanaostahili kupewa zaka ya madini ni wale wale wanaostahili kupewa zaka. Okay. Kwa hiyo ndio kadhia ya utoaji wake. Sasa ukitoka kidogo katika swala la madini, kama unavyojua kuna baadhi ya vitu vyenye thamani vinavyopatikana baharini kama lulu na marjani. Okay, upande wa lulu na marjani vile vile, hizi ni moja katika shughuli za kiuchumi ambazo zinafanyika sana katika nchi za Kiarabu kule, wazamiaji, watu wanaozamia kwa ajili ya kutafuta lulu na marjani. Moja katika shughuli za kitambo sana katika jamii za Kiarabu kule. Sijui kama na sisi huku kama wavuvi wetu au wako watu specialized kabisa wanakwenda kutafuta hizi lulu na marjani katika bahari zetu hizi. Sisi tunatafuta samaki zaidi, lakini wenzetu kule kuna boti kabisa ambazo watu wamespecialize kwa ajili ya kwenda kutafuta vitu vya thamani, lulu na marjani. Kwa hivyo baadhi ya masahaba kama Ibn Abbas, Ibn Khattab na wengineo wanaona kama zinatolewa 20%, yani khums, utakapokuwa umepata hiyo lulu na marjani. Imam Abu Hanifa kama tunavyofahamu anaona kwamba ukiondoa dhahabu na silva hamna zaka katika vito vya baharini. Sheikh Al-Alwi anasema hamna dalili yenye nguvu juu ya kuwajibika kwa zaka
okay, kuonyesha zaka katika lulu na marjani. Lakini anashauri kwamba mamlaka, yani idara za fatwa na mfano wake, zinaweza kuweka tozo fulani eh, eh, katika katika lulu na marjani, okay, kwa hao wanaoshughulika nao. Kwa hivyo anaona hakuna dalili yenye nguvu, lakini mamlaka ni mlango wa jitihadi huo ambao mamlaka za nchi husika zinaweza kuintroduce ime tozo, iwe tozo fulani, iwe ni katika sura ya zaka au tozo nyingine, kulingana na hali halisi ya gharama za uzalishaji na thamani ya hicho kinachopatikana. Ama kuhusu uvuvi wa samaki, um, uh, ni kwamba imepokewa kwamba Omar bin Abdul Aziz alimwagiza gavana wake Oman asichukue chochote katika uvuvi wa samaki mpaka imefikia thamani ya nisabu ya fedha. Okay, ikiwa imevuka nisab, zaka itatolewa. Lakini hamna dalili yenye nguvu okay, katika kuchukua zaka kutoka katika samaki, isipokuwa tu kama unavyofahamu biashara ya samaki, uvuvi wa samaki unachukua sura ya biashara. Kwa hivyo hukumu yake kwa mujibu wa wanazuoni wengi wa sasa ni kwamba hukumu yake ni hukumu ya mali ya biashara. Kwa hivyo hutoi zaka katika sura ya uvunaji, umevuna kiasi gani, umekwenda umepata masamaki changu majodari na nini, okay. Bali itachukuliwa kwamba hii ni mali ya biashara, kwa hiyo inaangukia katika ile hukumu ya masala ya biashara kwamba lazima imefikia nisabu na lazima iwe imepitikiwa na mwaka. Masala ya hauli yale yanaingia katika masala ya uvuvi wa samaki, tofauti na kama tulivyoona kwenye kadhia ya madini ambayo wanazuoni wa sasa wanaona hayana hauli, okay. Lakini kwenye kadhia ya ya kwenye kadhia ya uvuvi wa samaki inayo hauli itachukuliwa kama, lakini madhahabu ya Shia kwa wao iko hiyo khums katika mapato yanayopatikana katika uvuvi wa samaki, okay. Katika madhhabu ya Shia wao wanaona ya kwamba iko inawajibikiwa khums katika uvuvi wa samaki. Lakini kwenye madhehebu yetu ya Ahli Sunna ni kwamba hakuna dalili yenye nguvu, japokuwa tumeona hapo Umar bin Abdul Aziz ambaye ni katika madhhabu ya Ahli Sunna aliona ya kwamba ikiwa uvuvi huo umefikia kiwango cha cha nisabu ya fedha ambayo ni silver, okay. Ikiwa mtu kaenda akapata kwa sasa hivi, maana kuzungumzia nisabu ya silver ni gramu 595, ni takriban milioni 4. Kama amekwenda mtu kavua kiwango ambacho kimefikia hiyo, imefikia za thamani ya milioni 4 na zaidi, aliwaagiza magavana wake wao wanachukua zaka 2.5. Kama tulivyosema haina nguvu. Wanazuoni wa sasa wanaona kwamba uvuvi wa samaki unaangukia tu katika hukumu ya mali ya biashara, na hivyo inatakiwa izingatie swala la nisabu na swala la mwaka linatakiwa lizingatiwe. Mwisho kabisa kuna masala ya rikazi. Wanasema wanachuoni rikazi hivi ni vitu vyenye thamani ambavyo vimeachwa na watu waliotangulia. Kuna tofauti baina ya madini, wanazuoni wanatofautisha baina ya madini na rikazi. Kwa hiyo rikazi ni buried treasures, ni vitu vyenye thamani ambavyo vimeachwa na watu waliotangulia kabla ya kizazi cha sasa. Kama unafahamu, wakati mwingine watu wanaokwenda hawa ma archaeologist wanapokwenda um, kufukua baadhi ya maeneo wanakutana na vitu vya thamani ambavyo labda vya majumba ya zamani huko ya kaumu zilizopita.
Unaweza ukakutana huko na vitu vya thamani kama ni madhahabu au nini. Kwa hivyo hivi ndio vinatazamwa kama ni ardhi kazi, vitu vilivyofukiwa katika ardhi ambavyo dalili yote inaonyesha ya kwamba hivi sio ni vitu ambavyo vilikuwa tayari vina thamani, vilihifadhiwa au watu labda kaumu ili haliki, vikawa viko huko vimekutwa. Vitu hivyo vinaweza kuwa vimeachwa katika mgongo wa ardhi, au chini ya ardhi au na kadhalika. Kwa mfano unazungumzia kama unakwenda Kilwa pale, Kilwa Kisiwani kule ambapo kuna zile sites, okay, za majumba ya kale yale na kadhalika. Okay, sasa you never know, wanaweza pakawa pakachimbwa pale katika uchimbaji wa yale maeneo, mara watu wakakuja wakakuta kuna madhahabu kule. Okay, madhahabu ambayo bila shaka kwa kuwa ule ulikuwa ni mji wa kale, na hapo ilipokutwa na hivyo ilivyo, inaweza kabisa ikawa ni rikazi. Hii ni kitu cha thamani ambacho kinaonekana kilikuweko kilitoa kutumiwa miaka ya nyuma huko na watu waliopita. Wako wanazuoni wengine wanaona ya kwamba iwe ni katika zile zama jahilia, iwe ni kabla ya Uislamu. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba haijalishi iwe ni kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au hata baada ya kuja kwake. Kiwango cha zaka yake wanasema ni 1/5 ya mali inayopatikana kutoka kwa yule aliyeipata, awe Muislam au sio Muislam. Kwa hivyo basically sio zaka hii tunayosema, hii ni khums. Itachukuliwa 1/5, kwa kuwa zaka ni hukumu yake kama tunavyojua ni Muislam ndio anatoa zaka. Kwa hiyo inapoingia kwamba hata sio Muislamu pia anatoa, ni wazi kwamba hii tukitumia neno zaka sio sahihi sana. Ni tozo, tunaweza kusema ni tozo au ni khums ambayo ndio inachukuliwa katika rikaza. Okay. Na hakuna nisabu katika rikazi, chochote kinachopatikana unapaswa kutolewa hiyo 1/5, na hakuna sharti la kupitikiwa mwaka. Okay. Wanapewa mafukara na maskini hiyo 1/5 ambayo itakuwa imepatikana. Kwa hivyo tunaweza kusema hii ni khums, ni tozo ambayo inachukuliwa katika hizo mali ambazo zimekutwa ardhini au juu ya ardhi ambayo zinanasibishwa na watu waliopita, kaumu zilizopita. Naam, kwa hivyo nafikiri tutaishia hapo. Tutafungua maswali kama yapo, na njia ya kuuliza maswali ni ima unaweza kuandika katika chat, au unaweza ukanyonyesha mkono kama unafahamu namna ya kutumia hii app. Unasema unaonyesha mkono alafu utakuruhusu, na kama ufahamu njia hiyo, basi unaweza kuruhusu tu ukauliza moja kwa moja kwa ku unmute. Unaweza ku unmute na kuuliza. Kwa hivyo niwakaribishe, ama kuna swali kuhusiana na mada yetu ya leo, basi tunaweza kuuliza ili tupate ufafanuzi. Labda tu kuna rai nyingine hapa, wanazuoni wanaozungumzia madini yanayomilikiwa na kuchimbwa na dola. Okay. Kuna hii symposium ya 13 kuhusiana na masala ya zaka. Wanazuoni wa sasa hivi, kuna fatwa ambazo zimetolewa kwa ikiwa madini yanamilikiwa na kuchimbwa na serikali hakutakuwa na zaka. Okay. Kwa hiyo zaka katika madini ni kwa mujibu wa kauli hii ni kwa watu binafsi, ikiwa na mtu binafsi, na hii ni kauli ambayo vile vile inaonekana kufungamana, inachukua kiwango cha humus. Okay. Sawa, madini yoyote, lakini ikiwa hakuna gharama iliyotumika ni 20%, ikiwa kuna gharama imetumika 2.5%. Ala kuli hali, hatutaki
sitaki kuwafanya mchanganyikiwe. Tulishaeleza kwamba uh, view rai ambayo shauri kufuatwa ni ile ya Ayofi. Kwa hivyo hii nahitaja tu katika kuongezea katika hii nukta ya kwanza, ikiwa madini yanamilikiwa na kuchimbwa na dola, wanawazuoni hawa wasema hakutakuwa na zaka kama madini hayo inachimbwa na shirika ambalo linamilikiwa na shirika la umma, yani la shirika la serikali. Na hiyo pengine ndio nukta muhimu hapa katika fatwa hii ya hawa wanawazuoni wa sasa. Naam, kuna swali? Sioni swali lolote katika chat, na sioni mkono wowote. Kwa hiyo natumai pengine tumeelewana na nimeeleweka, au pia yaweza ikawa pia hajaeleweka. Ala kuli hal, tutadhania kwamba imefahamika. Hivyo tuwakumbushe ndugu na jamaa ambao wako kwenye shughuli za uchimbaji kwamba wanapaswa kuzingatia swala hili la zaka, kwa kufuata uh, rai za wanawachuoni wa sasa, kwa wale ambao wanajihusisha na kuchimba Tanzanite kule Arusha, na wengineo almasi, na wengineo dhahabu, na wengineo madini aina tofauti na hayo. Kama unavyojua nchi yetu ina madini aina nyingi. Basi wanahitaji kufahamu ya kwamba wanawajibika kutoa zaka katika madini hayo. Uh, kuna na, na post hapa kwenye chat, tutaisoma tuanze kuona kama ni swali au ni naam. Kwa kuzingatia rai ya kuwa zaka ya madini haizingatia haul, na pia sio kila chimbo bali msimu wa kuchimba, na kwa kuwa wachimbaji wa kidogo kidogo wataendelea kukusanya mpaka hesabu ifikiwe, ndio watawajibika kutoa zaka. Kuna swali huulizwa, vipi kwa wale wanaouza kile anayopata na hesabu yake, atahesabiaje? Okay. Yeah. Uh, kwa kweli hata kama itakuwa umeuza, ni kwamba rekodi yako inaonyesha ya kwamba ulipata gramu 2, sawa, ukaenda ukauza ukapata pesa, ukaja ukapata gramu 5, sawa, ukaenda ukauza. Kitakachotazamwa mwisho wa siku ni kwamba the moment gramu zilipofikia gramu 85, okay, kufikia gramu 85, basi hapo sasa utatakiwa sasa utoe zaka yake, kwa hivyo hivyo ndivyo utakavyopaswa kufanya, japokuwa at that moment, kwa sababu kama ulivyosema, wanasema hii inatolewa unapokuwa umevuna, na hiyo imefikia nisabu. Lakini unajua wachimbaji wadogo kama walivyosema, wanachimba, mtu wengine hawasubiri kuaccumulate. Mtu akishapata gramu zake 5, 6, 7 anakwenda anauza. Okay. Kwa hivyo kwa ushauri ni kwamba akusanye 7, 8, 9, 10. Kama zitachukua mwezi kufikia gramu 85, kama itamchukua miezi kufikia hivyo, atakuja kutoa hapo zitakapokuwa zimefikia hivyo. Kama itakuwa haijafikia, basi atakuwa hana zaka, kwa sababu kama unavyojua kwenye uchimbaji wa dhahabu ni kama bahati tu. Unaweza ukamkuta mtu anaweza akachukua hata miaka
asifikie hizo gramu. Ama vile vile inaweza ikahesabika ya kwamba huyu mtu kwa kuwa kashauza, kitakachotazamwa ni zaka ya fedha tu, kwa kuwa hana umiliki tena, kashapoteza umiliki wa ile dhahabu yenyewe. Kwa hivyo sasa alichonacho ni fedha. Kwa hiyo kwa kuwa sasa hivi alichonacho ni fedha, itabadilika hukumu yake, kwamba hukumu itakuwa sasa iko katika masala ya fedha, yani cash, na sio masala ya dhahabu anymore. Na hiyo inaweza ikawa vile vile ni njia sahihi zaidi.